Baraza Kuu la Uongozi la Taifa la Civic United Front CUF Chama cha Wananchi limekutana katika kikao chake cha kawaida kwa mujibu wa katiba ya chama chetu, kikao ambacho ni kiongoza kilichofanyika katika ukumbi huu wa Shabani Hamisi Law tarehe 17 mpaka 18 mwezi wa 3 2018. Katika kikao hicho, Baraza Kuu la Uongozi la Taifa limepokea, limejadili na kufanyia maamuzi ajenda mbalimbali zilizowasilishwa na kamati ya utendaji ya taifa na kupitisha maazimio yafuatayo: kuhusu hali ya kisiasa ndani ya chama na nchi. Baraza Kuu limepokea taarifa ya ziara ya mwenyekiti katika wilaya mbalimbali za Tanzania bara na ziara ya kisiwa cha Pemba. Baraza Kuu limempongeza mwenyekiti kwa mafanikio makubwa ya ziara hizo. Nimewashukuru viongozi na wanachama wa Pemba kwa kumpokea, kumsikiliza na kuyaelewa maelezo ya mwenyekiti kuhusu mgogoro wa chama ulioanzishwa na Katibu Mkuu Maalim Seif Sharif Hamad kwa lengo la kukidhoofisha chama cha CUF na kuwakumbatia viongozi wa Chadema. Baraza Kuu limemwagiza mwenyekiti kuendelea na ziara katika kisiwa cha Unguja na maeneo mengine ya nchi yetu kwa ajili ya kukijenga chama na kuamsha hamasa kwa wanachama. Baraza Kuu pia limetambua kwamba Katibu Mkuu Seif Sharif Hamad amekidhoofisha chama chetu kwa kutotekeleza azimio la Baraza Kuu la kufungua kesi Mahakama Kuu ya Zanzibar kupinga kufutwa matokeo ya uchaguzi wa wawakilishi na madiwani ambao walikabidhiwa hati za ushindi kwenye majimbo yao na kwenye sheria zao baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 25 Oktoba 2015. Kesi hizo zingefunguliwa, CUF ingekuwa na wawakilishi 27 wa majimbo na nusu ya wawakilishi wote wa viti maalum. Idadi ya wawakilishi wa kuchaguliwa na wa viti maalum wa CUF ingekuwa sawa na idadi ya wawakilishi wa CCM. Serikali ya Umoja wa Kitaifa ya Zanzibar ingekuwa na mawaziri wa CUF. Hivi sasa CCM wamebaki peke yao ndani ya baraza la wawakilishi na wanatunga sheria watakavyo wao, ikiwa ni pamoja na kubadilisha sheria ya uchaguzi. Sheria hii imeweka utaratibu wa wasimamizi wa uchaguzi na askari wanaolinda usalama kupiga kura siku moja kabla ya uchaguzi. Kama wawakilishi wetu wangekuwa ndani ya baraza, sheria hii isingepitishwa. Ndugu zangu, sheria hii ni mbovu kweli. Imepitishwa katika, tayari mshatiwa saini, sheria ya uchaguzi ya mwaka 2017. Kifungu cha 82 kinaeleza tume itaweka utaratibu utakaoruhusu upigaji wa kura wa mapema ambao utafanyika siku moja kabla ya siku ya upigaji kura au siku nyingine yoyote kama itakavyoamuliwa na tume. Kifungu cha pili, upigaji kura wa mapema chini ya kifungu kidogo cha kwanza cha kifungu hiki utatumika katika uchaguzi mkuu na uchaguzi mdogo wa urais peke yake, na utahusisha wapiga kura wanaotekeleza majukumu ya uchaguzi kama msimamizi wa uchaguzi, msaidizi msimamizi wa uchaguzi, msimamizi wa kituo, askari polisi, mjumbe au mtendaji wa tume. Na B, mpiga kura ambaye atahusika na kazi za ulinzi na usalama siku ya kupiga kura. Kwamba kwa sheria mpya ya uchaguzi ya Zanzibar kutakuwa na siku pekee ambapo askari ambao wanaweza kutangazwa kuwa wanalinda usalama watapiga kura peke yao. Sasa haijulikani hata mawakala watakuwa kina nani, masanduku hayo ya kupiga kura zitawekwa wapi kabla ya watu wengine kupiga kura au baada ya watu wengine kupiga kura. Hii ni sheria ambayo kwa kweli inarahisisha uchakachuaji wa kura. Kama tungepeleka kesi mahakamani, wawakilishi wana hati, kesi ile tungeshinda.
tungekuwa na wawakilishi tukisubiri maamuzi kuhusu uchaguzi wa rais. Tukiwa na wawakilishi, maana yake moja kwa moja tunaingia katika serikali ya umoja wa kitaifa bila kujali matokeo ya uchaguzi wa rais, kwa sababu katiba ya Zanzibar inaeleza kwamba mgombea urais atakayepata kura za pili ndio atakayekuwa makamu wa kwanza wa rais. Kama hayupo, kile chama ambacho kenye viti vingi ndani ya baraza la wawakilishi kikiwa kama cha pili ndicho kitakachopendekeza jina la makamu wa kwanza wa rais. Kwa hiyo kile kitendo, na baraza kuu lilisikishwa sana lilipojadili swala hili, kile kitendo cha kuzuia maamuzi ya baraza kuu kilichofanywa na Maalim Seif, kutuzuia kwenda mahakamani, ni uhaini mkubwa kwa Wazanzibari. Hivi sasa CCM wanafanya wanalotaka ndani ya baraza la wawakilishi. Wamepitisha sheria hii ya siku 2 za kupiga kura, moja ambayo vyombo vya dola itaidhibiti. Kwa hiyo utajua lipi la kufanya kwenye sanduku la kura wanapoenda kupiga kura walinzi na wasimamizi wa mambo ya uchaguzi. Isitoshe, sheria hii pia imeweka adhabu kubwa kuhusu mtu ambaye baada ya kuwa amepata matokeo akitangaza kwamba yeye ameshinda. Kifungu cha 127 cha sheria kinasema ni marufuku kwa mgombea, chama cha siasa, taasisi au mtu mwingine yeyote kutangaza matokeo ya uchaguzi kwa njia yoyote ya mawasiliano kabla ya kutangazwa rasmi na tume. Namba 2, mgombea, chama cha siasa, taasisi au mtu mwingine yeyote atakayetangaza matokeo ya uchaguzi au kuitaka tume kutangaza matokeo kabla ya kuisha kwa muda wa kutangaza matokeo uliopangwa atakuwa ametenda kosa, na akitiwa hatiani atapata moja kati ya adhabu zifuatazo. Ikiwa mgombea atatumikia, kama mgombea ndio katangaza, atatumikia kifungo kwa muda usiopungua miaka 5 na faini isiyopungua shilingi milioni 50. Kwa kawaida sheria zinaweka muda usiozidi, hapa wameweka muda usiopungua, kwamba ukitangaza ukapelekwa mahakamani ukaambiwa kwamba umetangaza matokeo pana ushahidi, unafungwa miaka 5, sio chini ya miaka 5, na faini ya shilingi milioni 50. Shilingi milioni 50. Sasa tungekuwa na wawakilishi, sheria hii isingepita. Tungekuwa ndani ya serikali ya umoja wa kitaifa, sheria hii isingepita. Azimio la baraza kuu lingetekelezwa, tukapeleka kesi mahakamani, kwa sababu mgogoro hapa CCM walikuwa na mgogoro ulikuwa ni swala la urais. Tungepeleka kesi mahakamani mara moja, wawakilishi tungewapata. Tukiwapata wawakilishi, tunaongeza nguvu za kuweza kudai swala la urais. Lakini kwa kuzuia maamuzi ya baraza kuu, kupeleka kesi mahakamani, matokeo yake ilikuwa sasa hatuna sauti kabisa ndani ya baraza la wawakilishi, wanatunga sheria watakavyo CCM. Na sasa badala ya kushughulikia, tumeingia hapa tumpata mkwamo, badala ya kulishughulikia swala hili na tatizo hili la kisiasa, katibu mkuu wetu sasa amekuwa anashughulika kufungua kesi dhidi yetu, badala ya kujenga umoja ndani ya chama
kuweza kupambana na matatizo ya kisiasa yaliyosababishwa na kutopeleka kesi mahakamani watu waliopata hati za ushindi, wawakilishi waliopata hati za ushindi waweze kuwa wawakilishi. Leo tungekuwa tumefanya hivyo, tungekuwa na sauti ndani ya serikali ya Umoja wa Kitaifa, tungekuwa na sauti ndani ya Baraza la Wawakilishi, bila kujali matokeo ya uchaguzi wa rais yangekuwa. Kwa hiyo hili ni tatizo kubwa. Pamoja na matatizo haya, mazingira magumu ya hali ya kisiasa Zanzibar, Baraza Kuu limeagiza juhudi kubwa zifanyike kulinda katiba ya Zanzibar ya 2010 inayoitaka kuwepo kwa serikali ya umoja wa kitaifa, na inayomtaka hata rais anapoteua wajumbe wa tume ya uchaguzi ama ashauriane na kiongozi wa upinzani ndani ya Baraza la Wawakilishi. Kama kiongozi wa upinzani ndani ya Baraza la Wawakilishi hayupo, basi ashauriane na vyama vya siasa. Kwa hiyo tatizo letu kubwa, lengo letu kubwa sasa la kisiasa katika hali ya mazingira magumu, na ndugu zangu Wazanzibari lazima tutambue hili, Wazanzibari walitambue hili. Katika matatizo haya yanayotukabili, swala la kuilinda katiba ya Zanzibar ya 2010 ni swala la msingi. Baraza Kuu pia linamshauri Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nafasi yake kujiwekea ajenda ya kuimarisha demokrasia nchini, ikiwa ni pamoja na kulinda haki za binadamu, kuheshimu haki ya vyama vya siasa, kufanya mikutano ya hadhara katika hali ya amani na utulivu, na uhuru wa vyombo vya habari kufanya kazi zao kwa mujibu wa sheria. Ajenda ya kujenga demokrasia ni ajenda muhimu. Baraza Kuu linamshauri Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ajiwekee hii ajenda ya kujenga demokrasia ya kweli ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuhusu hali ya uchumi nchini, Baraza Kuu la Uongozi la Taifa linatambua na kupongeza juhudi za serikali kukusanya mapato, kutekeleza miradi mikubwa ikiwemo kujenga reli ya kisasa ya Standard Gauge, kufua umeme wa maji kwenye maporomoko ya maji ya Stiglas Gorge, Mto Rufiji, na kuhamasisha uanzishaji wa viwanda nchini. Pamoja na juhudi hizo, Baraza Kuu linaitaka serikali iwe na bajeti inayotekelezeka. Takwimu za Benki Kuu zinaonyesha kuwa katika kipindi cha miezi 7, Julai 2017 hadi Januari 2018, serikali ilipanga kutumia shilingi trilioni 15.5, lakini matumizi halisi yanakadiriwa kuwa shilingi trilioni 10.7, sawa na asilimia 69 tu ya bajeti iliyopangwa. Utekelezaji wa bajeti ya maendeleo ndio unaosuasua zaidi. Katika kipindi hicho cha miezi 7, serikali ilitenga shilingi trilioni 7.4 zitumiwe kwenye miradi ya maendeleo, lakini matumizi halisi ni shilingi trilioni 4, sawa na asilimia 54 tu ya bajeti iliyopangwa. Matumizi ya maendeleo kuwa madogo kuliko bajeti ni tatizo sugu. Ni vyema bajeti zetu zikawa zinazingatia hali halisi. Baraza Kuu linaishauri serikali ipeleke bungeni mapendekezo ya bajeti inayotekelezeka ya mwaka ujao wa fedha wa 2018-19. Makadirio ya ukusanyaji wa kodi ni makubwa kuliko ukusanyaji halisi. Kati ya Julai 2017 na Januari 2018, mapato yote ya serikali yalikadiriwa kuwa shilingi trilioni 11.7, lakini makusanyo halisi yalikuwa shilingi trilioni 10.2, sawa na asilimia 88. Kuipa mamlaka ya kodi viwango vya kukusanya kodi visivyotekelezeka
kunaongeza unyanyasaji wa wafanyabiashara unaofanywa na maafisa wanaokusanya kodi katika jitihada za kufikia malengo yao. Baadhi ya makampuni na wafanyabiashara wanakadiriwa kodi kubwa wasioweza kuimudu na hatimaye biashara zao zinafungwa. Baraza Kuu linataka serikali ifanye makadirio ya kodi yazingatie hali halisi. Mamlaka ya kodi isiwakamue wafanyabiashara mpaka kusababisha biashara zifungwe na kufilisika. Wakati mwingine mtu anapewa tu makadirio, labda hana hesabu, unaambiwa basi wewe umepata milioni 20, faida yako milioni 20, kodi ya faida ya 30%, lipa milioni 6. Mtu ambaye biashara yake ilikuwa inapata hasara, inabidi atafute milioni 6 kwingine, akikosa biashara yake inafungwa na deni linabaki. Kwa hiyo katika utekelezaji wa mambo ya kodi, tunaunga mkono kukusanya kodi, lakini utekelezaji wa kodi uzingatie hali halisi. Tusije tukawakamua watu wanaofanya biashara, wenye makampuni, wanaotoa ajira, mpaka biashara na shughuli zao wanazifunga. Baraza Kuu linatambua kuwepo kwa malalamiko ya vyuma vimekaza. Wafanya biashara wadogo wadogo, mwananchi, kila mmoja analalamika kwamba vyuma vimekaza. Mzunguko wa fedha, yani currency circulation, umepungua kutoka shilingi trilioni 3.8 Oktoba 2015 na kufikia shilingi trilioni 3.4 Aprili 2017. Mwezi Januari 2018 mzunguko kidogo umeongezeka na kufikia trilioni 3.7. Malipo ya Watanzania wengi ni fedha taslimu. Unapoenda kununua hapa, ukiuliza nani ambaye analipia cheki hapa anapoenda kununua, hamna analipia cheki au analipia kadi, credit card, ni wachache sana. Kweli tunatumia simu zaidi katika kuweza kurushiana fedha, au kidogo unaweza kulipia luku, ukalipia maji, lakini kwa Watanzania wengi ni fedha taslimu. Unapoenda kununua kitu lazima uwe na fedha taslimu. Kama mzunguko wa fedha umepungua, maana yake ni kwamba watu, mama anaweza kuwa anapika vitumbua, watu hawana fedha za kwenda kununua vitumbua. Kwa hiyo pana kila sababu ya kuongeza mzunguko wa fedha. Na sababu moja inayosababisha mzunguko wa fedha kupungua pia ni serikali kutolipa wateja wake. Malimbikizo ya madeni ya serikali yanapunguza pia mzunguko wa fedha. Wale ambao walitoa huduma au kuuza bidhaa, na wao wanashindwa kuwalipa wale ambao waliwapa huduma au waliwauzia bidhaa. Kwa hiyo hali inakuwa ngumu. Na vile vile mikopo kwenye sekta binafsi. Takwimu za Benki Kuu zinaonyesha mwaka 2017 mikopo ya mabenki kwenye sekta binafsi imepungua kwa 3.4%. Ni muhimu serikali ikaweka utaratibu mzuri, pakawa na mzunguko wa fedha unaokidhi mahitaji, biashara iweze kuwepo. Baraza Kuu linatambua kuwa sekta binafsi ni muhimu kwa kukuza uchumi na kuanzisha na kuendeleza viwanda. Taarifa ya Benki ya Dunia ya mazingira ya kufanya biashara ya mwaka 2018, Doing Business 2018, inaonyesha kuwa Tanzania ni nchi ya 137 katika nchi 190 katika mazingira ya kufanya biashara. Yani unapokuwa chini zaidi ndivyo mazingira yako ni magumu zaidi. Wakati nchi ya jirani ya Rwanda ni ya 41, sisi ni wa 137. Rwanda iliyokuwa na vita vya ndani na mauaji ya kimbali sasa ni ya 41 katika mazingira ya kufanya biashara.
wakati mwaka 2009 Rwanda ilikuwa ya 143 na Tanzania ilikuwa ya 129. Wafanyabiashara wanalalamika kuhusu kodi, ukiritimba wa kupata leseni, ukosefu wa mikopo na riba za juu, ukosefu wa umeme wa uhakika na gharama za usafiri unaathiri mazingira ya kufanya biashara. Baraza Kuu limeitaka serikali kujifunza toka nchi jirani na kuwa na mkakati madhubuti wa kuboresha mazingira ya kufanya biashara. Baraza Kuu linatambua juhudi ya serikali kuendeleza viwanda. Hata hivyo, Baraza Kuu linasisitiza umuhimu wa maendeleo ya kilimo kuchochea maendeleo ya viwanda. Bajeti ijayo iwekeze vya kutosha katika utafiti na huduma za ugani kwa wakulima, usambazaji wa pembejeo, zana za kilimo, umwagiliaji maji, ili sekta ya kilimo iweze kutoa mchango mkubwa. Sekta ya kilimo imekuwa inasuasua, inakuwa kwa kati ya 2% mpaka 3%. Hali hii haiwezi ikachochea ukuaji wa viwanda. Kilimo kinatoa chakula. Chakula kikiwa ghali, gharama za kuajiri wafanyakazi zinakuwa za juu. Kilimo kinatoa malighafi kwenye viwanda vya kusindika mazao ya chakula, kwenye viwanda vya nguo, viwanda vya ngozi. Kilimo kikishamili, wakulima wakiwa na kipato kikubwa, wao ndio ni soko la viwanda, bidhaa za viwanda vinapata soko. Kwa hiyo kuwekeza kwenye kilimo ni muhimu sana kama tunahitaji kufanikisha mapinduzi ya viwanda na kukuza viwanda.